Mchezo wa mwisho wa pre-season, Manchester amelala kwa goli 4-2 dhidi ya AC Milan. Kifupi, Amorim amemrejesha tena Michael Carrick darasani kuangalia nini anapaswa kufanya kabla ya kuanza kwa msimu. Sasa haya ni mambo matano ya muhimu kabisa yanapaswa kubadilika ndani ya Manchester United kabla ya kuanza kwa msimu. Hapa kuna jukumu la Michael Carrick, kuna jukumu la Ineos na kuna jukumu la klabu kwa ujumla. Sasa tuangazie mambo matano muhimu, lakini tukumbuke tunaenda zetu mjini na twende ride tukiwa Mwanza, Morogoro, Dar es Salaam pamoja na Dodoma. Tunatumia usafiri wa kimtandao unafahamika kama Twende Ride kwa ajili ya usafiri katika majiji haya yote makubwa nchini Tanzania. Sasa tuangazie mambo matano ya muhimu ya kubadilika kabla ya season kuwa imeanza kwa Manchester United. Jambo namba moja ni swala la mlinzi wa kushoto. Haijalishi performance kiasi gani Luke Shaw alitoa msimu uliopita, au haijalishi kiasi gani Luke Shaw aliperform dhidi ya AC Milan, lakini Manchester inahitaji mlinzi wa upande wa kushoto. Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool hawana walinzi ambao walianza na Luke Shaw miaka ile, karibu miaka 12 iliyopita. Vilabu vyote vimefanya maboresho makubwa kwenye eneo la ulinzi, hasa katika miaka hivi karibuni. So Manchester wanahitaji kupata mlinzi mwingine bora wa kushoto wa kuweza kuisaidia timu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa David Austin, inasema Manchester watakuwa na kikao leo, kwa sababu taarifa ilitoka jana kwamba Manchester watakuwa na kikao leo na kwa maana ya bodi ya kuangalia ni mlinzi gani unakwenda kumsajili, kwa sababu mlinzi wa kushoto ni kipaumbele cha Manchester United kwa sasa. Anahusishwa Lewis Hall kutoka Newcastle United, yuko Lewis Kelly kutoka Arsenal, lakini pamoja na David Raum ni mchezaji mwingine ambaye anahusishwa katika swala zima la kumpata mlinzi wa kushoto. Ukiangalia mechi na AC Milan, upande ule uligeuka kichochoro na magoli karibu 3 yametokea upande wa Luke Shaw, lakini pia injuries za mara kwa mara huenda ikawa ni changamoto nyingine katika upande ule wa kushoto. So Manchester inapaswa kuboresha eneo la mlinzi wa kushoto kabla ya kuanza kwa season. Lakini jambo namba 2 la muhimu ambalo hili linamhusu zaidi Michael Carrick na benchi lake la ufundi, Steve Holland, Jonathan Woodgate na John Evans na wengine wote wanapaswa kubadilisha mentality. Haipaswi kuwa Bruno Fernandes peke yake ndiye mtu ambaye anaweza akaamua mchezo. Msimu uliopita Bruno alibeba timu. So msimu uliopita toka miaka hii karibu 3-4, Bruno amekuwa ni engine ya timu na roho ya timu. Sasa kuelekea msimu ujao, kwa namna ambavyo timu inacheza, itahitaji mtu zaidi ya mmoja ambaye atakuwa mbunifu zaidi. Hili ni jukumu ambalo Michael Carrick anapaswa kulifanya hivyo. Tayari kuna ongezeko la Youri Tielemans ambaye ana ubora kiasi hicho. Hapa Manchester wanapaswa pia benchi la ufundi kumwezesha kuwa ni mpishi mwingine au mbunifu mwingine wa kuweza kufanya hivyo. Tumeona michezo miwili iliyopita. Mchezo dhidi ya Leeds, Bruno alikosa mkwaju penalti. Mchezo dhidi ya AC Milan alikosa mkwaju penalti. Ashumu hizo ni mechi za Champions League ambao unahitaji matokeo ya lazima. Kwa unahitaji kuwa na mtu mwingine ambaye pia anaweza kukupa ubora zaidi, sio Bruno peke yake. Hilo ni jukumu la Michael Carrick na watu wake wote kuhakikisha Youri Tielemans, Bryan Mbeumo, Matthew Cunha, Amadi pamoja na Bruno mwenyewe wakiendelea kutengeneza ubunifu wa ziada ili kuisaidia timu kuwa na nafasi nyingi zaidi za kuweza kupata magoli. Lakini eneo namba 3 ambalo Michael Carrick anapaswa kuliangalia kwa kina pamoja na Ineos wenyewe ni eneo la ulinzi, haswa mlinzi wa katikati, kwa sababu kuna mashaka Maguire sio mlinzi ambaye tena anaweza kufanya makubwa zaidi. Alipokuja alikuwa kidogo bora, katikati kwa kuna blanda nyingi, akachekwa sana, lakini Maguire kwa siku za hivi karibuni ameimarika. Lakini Maguire sio mlinzi wa Champions League kiuhalisia kabisa kwamba atakupa 100 na timu ina michezo mingi sana. So Ineos wanapaswa pia kumuongezea Michael Carrick mtu, lakini hata kama haitaongezwa mtu, Carrick anapaswa kutengeneza sehemu ya ulinzi ambayo itakuwa imara sana. Kuna bwana mdogo wa Will Heaven pamoja na Yoro wanaweza kuaminiwa, lakini yuko bwana mdogo mwingine
Aima aliweza kucheza vizuri kwenye pre-season, anapaswa pia naye kupata angalau nafasi, huku kina Maguire wakiendelea kutumika, lakini Maguire peke yake hatoshi kuipeleka Manchester kwenye nchi ya ahadi. Lakini pia bahati mbaya iliyopo, mlinzi wale walinzi tegemezi kwa maana ya Licha pamoja na Matt de Ligt, nao si walinzi wa kuamini, kwa sababu wote ni walinzi ambao wanakuwa wanapata injury za mara kwa mara. Licha bado anajaribu kurejea, hali kadhalika pia de Ligt anajaribu kurejea. So Ineos na Carrick wana kazi ya kuona namna gani ya kwenda kuboresha eneo la ulinzi. Lakini ukiachana hiyo, pia eneo jingine la muhimu ambalo Carrick anapaswa kulifanyia kazi na kujua namna gani atakwenda kulifanyia vizuri kuelekea msimu ujao ni eneo la ushambuliaji. Kuna watu kadhaa kwenye eneo la ushambuliaji, lakini bado sio washambuliaji 100%. Anapokosekana Šeško, ambaye kwa sababu bado hajarecover vizuri kutokana na injury alizokuwa nazo, inamfanya kumtumia Bryan Mbeumo ambaye sio mshambuliaji wa moja kwa moja. Amekuwa na wakati bora kwenye pre-season, michezo karibu 4 akifunga magoli 3, so amekuwa ndo anaanza, lakini hili ni eneo ambalo Carrick anapaswa kwenda kulitilia mkazo, kwa sababu hapa ndipo ambako kuna product ya mwisho. Mtu kama Joshua Zirkzee ni mzuri kwenye kucontrol mpira, ni mzuri kwenye kuweza kumiliki mguuni mwake, lakini sio finisher mzuri na sio mtu wa haraka zaidi. So Manchester, mtu kama Joshua Zirkzee atawachelewesha Manchester kufika nchi ya ahadi. Lakini hapa sasa ni jukumu la Michael Carrick, kwa sababu kuna watu kadhaa. Matthew Cunha anaweza kucheza kama namba 9 muongo hapo, lakini Bryan Mbeumo anaweza kucheza pia hapo, lakini sio washambuliaji wa 100%, japo kuna Šeško mwenyewe muhusika, kuna Joshua Zirkzee, lakini jukumu la Michael Carrick na benchi lake la ufundi kutafuta namna ambavyo wataweza kuwafanya washambuliaji waweze kufunga sana. Eneo jingine la muhimu la 5 ni swala la winga, na hapa ni either United kuamua, Ineos kuamua na klabu kuamua kwa ujumla kutafuta winga mwingine zaidi wa kuja kufanya shughuli za ziada, au kumwamini sasa Marcus Rashford ambaye hana mwelekeo wa kuondoka, kwa sababu mambo yalivyo huenda Marcus asiondoke kwenda popote. Hivyo ni either kutafuta winga mwingine. Alikuhusishwa zaidi Summerville ambaye ameenda zake kula hela za Saudia kule za Uarabuni. Sasa Rashford amerejea na Summerville hatakuja tena. Hivyo ni kuamua kwa Carrick kama atamtumia zaidi Rashford kama winga, kwa sababu Rashford ni winga moja kwa moja, au kumfanya Matthew Cunha kuwa winga zaidi na kuweza kuipa timu balance ya kupata winga wa kushoto. Lakini kama itashindikana kabisa, na hatuoni kama Ineos wanaweza kuwa wanaleta winga mwingine katika siku hizi zilizosalia za dirisha kufungwa, ambazo zitakuwa zinafungwa Septemba mosi. Lakini yote kwa yote, kama Carrick alivyosema, bado klabu inahitaji signing nyingine angalau 2 mpaka 3 ili kuweza kukompiti na timu zingine. Michuano ni mingi, Champions League, Ligi Kuu, FA na Carabao, bado shughuli ni pevu. So Ineos wanapaswa kufanya jambo la kuongeza watu, na kama itashindikana, basi ni mzigo ambao Michael Carrick anabidi arudi katika viwanja vya mazoezi pale Carrington kwenda kupambana na kuhakikisha pia angalau wanawapa vijana nafasi ya kuweza kumuongezea kitu. Subscribe, like, share na comment. Tunaenda mjini na usafiri rahisi unaitwa Twende Ride, ukiwa Mwanza, Dar es Salaam, Morogoro pamoja na Dodoma. Chao.